Watazamaji wa channel hii, karibuni tena. Leo tunazungumza kuhusu jambo zito linalotikisa dunia ya fedha za kidijitali, hususan kwa wale wanaofuatilia P-Network. Zaidi ya dola milioni 1 za P-Coins zimeporwa kwa njia ya utapeli mkubwa wa mtandaoni, na huenda wewe au ndugu yako mpo hatarini pia. Kabla hatujaingia ndani kabisa, tafadhali bonyeza like, subscribe na washa kengele ili usikose video nyingine muhimu kama hii. Leo tunakuonyesha kwa undani jinsi wizi huu ulivyofanyika, mbinu walizotumia na zaidi ya yote, jinsi unavyoweza kujikinga na kuwa salama katika ulimwengu wa digitali. Kwanza kabisa, kwa yule ambaye hajui, P-Network ni sarafu ya kidijitali, cryptocurrency inayodaiwa kuwa salama, rahisi na ya kipekee kwa sababu inaruhusu watu kuchimba sarafu hiyo kwa kutumia simu za mkononi. Ilianzishwa na wahitimu wa Stanford mwaka 2019 na hadi sasa imeshavuta mamilioni ya watumiaji duniani kote, hasa Afrika, Asia na Amerika Kusini. Lakini pia ni mradi ambao bado uko katika hatua za mwanzo. Hii ina maana kwamba sarafu ya P bado haijaanza kufanya biashara rasmi, mainnet open, na hilo ndilo limewafanya walaghai kutumia mwanya huo kuwapiga watu. Sasa tuingie kwenye kiini cha habari hii. Katika kipindi cha wiki chache zilizopita, kumekuwa na ongezeko kubwa la malalamiko kutoka kwa watumiaji wa P-Network wakilalamikia kuibiwa sarafu zao walizokuwa wamechimba kwa miaka mingi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka majukwaa mbalimbali kama Reddit, Telegram na Twitter, zaidi ya watu 1000 wameripoti kuwa wallets zao zilivamiwa na kuibiwa sarafu zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 1. Wizi huu ulifanyika kwa kutumia njia kadhaa za kisasa kama tovuti feki, phishing websites, apps bandia zilizoonekana kama P-Network, emails na ujumbe bandia wakidai kutoa huduma za kits, mitandao ya kijamii, Telegram, WhatsApp, Discord yenye viungo vya wizi. Wahalifu hawa waliwavutia waathiriwa kwa kutumia ahadi za kipumbavu kama pata bonus ya 1000 P leo, kamilisha kisi yako uanze kuuza P-Coins zako sasa. P sasa inauzwa, weka wallet yako hapa. Kwa bahati mbaya, wengi walijikuta wakiweka usaname, passcode au hata mnemonics zao 12 word phrases kwenye tovuti hizo bandia, na hapo ndipo balaa lilipoanza. Hebu tusikie baadhi ya simulizi za waliopata madhara. Mtu kutoka Kenya alichimba P kwa miaka 3. Alipokea ujumbe kupitia Telegram ulioonekana rasmi kabisa ukisema, tafadhali kamilisha kisi yako kabla ya Mei 10 ili usipoteze account yako. Akaingia link hiyo, akaweka credentials zake. Saa moja baadaye, alipojaribu kufungua wallet yake, hii ilikuwa tupu. Mtanzania mmoja alikubali kufanya trading ya P na mtu wa mtandaoni aliyemwahidi kumpa Tether USD. Alituma P zake kupitia wallet isiyo rasmi na hakuweza kumpata mtu huyo tena. Mwanamke kutoka Uganda alitapeliwa kupitia app ya Android yenye jina MP Wallet Pro ambayo ilikusanya taarifa zote za wallet yake. Alipoteza zaidi ya 20,000 P. Hizi ni hadithi chache tu kati ya mamia zinazopatikana mtandaoni. Na jambo la kusikitisha, hakuna njia ya kurudisha sarafu zako ukishapoteza. Sasa hebu tuzungumze kuhusu hatua unazoweza kuchukua kujikinga na utapeli huu. Hii ndiyo sehemu muhimu zaidi ya video hii. 1. Tumia app rasmi pekee. Ipakua P-Network kutoka kwenye Google Play Store au Apple App Store pekee. 2. Epuka kufungua link za ajabu. Usibonyeze viungo vinavyokuja kupitia Telegram, WhatsApp au barua pepe usizozijua. 3. Tumia 2FA. Weka two-factor authentication kwenye wallet zako ili mtu asifungue bila namba ya uthibitisho. 4. Kamwe usishiriki 12 word recovery phrase. Hii ni siri ya wallet yako. Ukiitoa kwa mtu ni sawa na kumpa funguo za nyumba yako. 5. Jielimishe kila wakati. Tazama video kama hizi, shiriki kwenye forums rasmi na uliza kabla ya kuchukua hatua yoyote ya kifedha. 6. Jihadhari na too good to be true offers. Kama ofa inaonekana ni tamu sana, kuna uwezekano mkubwa ni mtego. Ukweli ni kwamba teknolojia ni nzuri, lakini si kila mtu mtandaoni ana nia njema.
Watu wengi wanaingia katika dunia ya kripto wakiwa na ndoto za kufikia uhuru wa kifedha, lakini mwisho wa siku wanajikuta wameporwa na kuachwa hoi. Kama jamii ya channel hii, jukumu letu ni kuelimishana, kukuza uelewa na kulindana. Tafadhali sambaza video hii kwa watu wako wa karibu. Inaweza kuokoa mtu dhidi ya kuangamia kifedha. Na kama wewe umewahi kukutana na utapeli wa aina hii, andika ushuhuda wako kwenye comments. Tusaidiane kuwafumbua macho wengine. Asante sana kwa kutazama video hii hadi mwisho. Kama umejifunza kitu leo, tafadhali bonyeza like, share na subscribe ili tuendelee kukuletea maudhui mazito kama haya kila wiki. Mimi ni Peter kutoka channel hii, tukutane tena kwenye video ijayo. Kumbuka, usilaze damu mtandaoni. Elimu ni kinga.